Nilipa somo hili nguvu ya ushuhuda. Shuhuda, nguvu ambayo Mungu ameachilia ndani ya kila mmoja kwa jinsi ya kuthibitisha, jinsi ya kuona ukweli juu ya kile ambacho amekiona, ametenda na ameshiriki. Shuhuda. Kwa hiyo ninaamini hakuna mtu hata mmoja katika wanadamu wote duniani hana ushuhuda. Yesu asifiwe. Yesu atukuzwe. Kila mtu anao ushuhuda. Watu tuliokombolewa, watu ambao ni miliki ya Mungu, kila mtu anao ushuhuda. Hata kama utajifanya hukumbuki, ufanyije, lakini ukikaa dakika 5 anza kupitia mlolongo wa maisha yako, mlolongo wa kazi yako, mlolongo wa familia yako, hakuna. Ndio maana kwa ujasiri nasema wote, kila mtu anao ushuhuda. Kwa nini tukumbuke ushuhuda? Shuhuda ni kuthibitisha iliyo kweli. Shuhuda unakupa nguvu ya kuamini mpaka hapo ulipo. Shuhuda unakufanya ubaki katika uhakika bila kutikisa. Shuhuda ni tukio au ni maisha halisi unayoyathibitisha. Na Mungu jambo hili aliliweka katika mioyo ya watu kwa sababu yeye ndiye wa kwanza kutembea katika ushuhuda. Yesu asifiwe. Yeye amekuwa akitembea katika ushuhuda. Tume na manabii wote walitembea katika ushuhuda. Hata kanisa la Mungu leo linahitaji litembee katika ushuhuda. Yesu asifiwe. Hebu tuangalie maneno haya kidogo kupitia kutoka Zaburi 119 mstari tuanze ule wa pili. Ushuhuda 119 ndio mstari wa pili, lakini au tuanze ule mstari wa kwanza mpaka wa pili. Heri waliokamili njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Mstari wa pili, heri wazitio shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote. Unapokuwa unao ushuhuda, utatembea katika njia ya Bwana na utamtafuta Mungu kwa moyo wako wote, maana kuna kitu unachokijua. Yesu asifiwe. Hebu tusome mstari wa 24 hiyo 119. Tasoma. Shuhuda zako nazo ndizo furaha yangu na ushauri wangu. Ushuhuda katika maisha yako ndio ushauri wako, kwa sababu unajifahamu. Unafahamu ulipokuwa, unafahamu unavyoenenda. Ninazungumza kwa habari ya nguvu ya ushuhuda. Neno la Mungu hapa linasema kwamba shuhuda zako ndizo furaha yangu na washauri wangu. Yesu asifiwe. Mungu anapokuwa ametutendea, amefanya jambo katika maisha yetu, hakika huwa tunasema hapa ni Bwana amefanya, si akili zangu. Kwa hiyo ushuhuda huo ukikaa moyoni, utakuwa ndio ushauri wako. Kila utakapotembea ukikumbuka, ushuhuda huo unasimama kama mshauri katika maisha yako. Ni kanuni ambayo Mungu ameiweka. Lakini inashangaza watu wengi, shuhuda au jambo lolote ambalo Mungu ametufanyia tuliona kama ni tukio tu. Halizungumzi katika maisha yetu, halisemi nasi. Unapokuwa umefikia katika hatua hiyo, unapoteza nguvu ya ushuhuda. Lakini ushuhuda unayo nguvu katika maisha yako. Wiki nzima, mwezi, mwaka, hakika wewe ni shuhuda juu ya mambo ambayo Bwana amekutendea. Upashwi kusahau. Lakini ukikumbuka yale aliyokutendea Bwana, kama neno la Mungu linavyosema, kila wakati litaimba moyoni mwako. Itakushauri kwamba kama si Bwana hapa nisingefika. Kama si Bwana haya yote ninayoyaona, kwa ajili ya Bwana, kwa sababu ipo nguvu ya ushuhuda ndani yako.
Kwa hiyo si jambo jema tu unapokuwa unaishi mambo mengine ukaona tu kwamba yapo. Lakini ukisoma kwenye Zaburi kuna eneo moja linasema kwamba mambo yote yanayotokea duniani yapo ili kusudi tujifunze. Tunajifunzaje? Kwa sababu yanakuwa ni ushuhuda katika maisha yetu. Yesu asifiwe. Yesu atukuzwe. Shuhuda hizi ni baraka ambazo Mungu anatubariki. Zipo baraka za rohoni, zipo baraka za mwilini. Zote hizi ni shuhuda. Hebu tusome Isaya 8:16. Watu tuko kwenye neno letu 8:10. Tasoma, ufungue huo ushuhuda, ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Ushuhuda ni muhuri. Japo watu wengine hawakumbuki. Kwa lugha nyingine wanasema wanapotezea. Lakini jambo lolote ambalo amekutendea Mungu katika maisha yako, hata ukiwa katika ujana mpaka kufika katika uzee, huo ni muhuri katika maisha yako. Yesu atusaidie. Mungu anasema kwamba itiwe, liwe muhuri, liwe sheria katika baraka za mwilini, katika baraka za rohoni. Tukisimama na ushuhuda, Mungu atatuonekania, Mungu atasimama nasi. Lakini tunaposahau ushuhuda, tutakaa mbali na Mungu. Israeli, wakati Mungu anawatoa Misri, alipomuita Musa kwenda mlimani, wakati Mungu anampa amri 10, ingeweza kumwambia Musa, nenda ukawaambie hivi, yatosha. Lakini Mungu alimpa mbao zile 2, ukawa ni ushuhuda katikati ya kusanyiko la Israeli. Lakini haikutosha. Mungu akamwambia Musa, tengeneza sanduku la agano, ili sanduku hili litakapotembea katikati ya Israeli uwe ushuhuda. Mungu anapenda tusimame, tutembee katika ushuhuda. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Anayotufanyia Mungu tusione kwamba ni mambo tu yanatokea, lakini Mungu anapenda tembee katika ushuhuda. Kiroho Yesu aligusia sana maeneo haya kwamba upo ushuhuda ambao sisi tunampokea Yesu tunao. Nafikiri kila mmoja ni shuhuda. Yesu ametukomboa, Yesu ametuokoa. Huko tulikokuwa kila mmoja anajua. Lakini kwa sababu tumekombolewa, kwa sababu tumeokolewa, huo ni ushuhuda katika maisha yetu. Yesu asifiwe. Huo ni muhuri ambao ni chapa katika maisha yetu. Usipokumbuka chapa hiyo, muhuri huo ukaufunika, hakika utapotea. Kwa sababu wokovu ni muhuri wa ushuhuda katika maisha yetu. Lakini bado Mungu anatenda mengi ambayo bado tunahitaji kusimama nayo kama ushuhuda. Anaposema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote, uweze kumpenda tu mtu au kumpenda Mungu kama tunavyoweza kumtumaini Mungu, kutembea naye, ni kwa sababu tunao ushuhuda. Kwa hiyo tunapompenda Mungu kwa moyo wetu wote, tunapoimba na kumshangilia, kwa sababu tunao ushuhuda wa Kristo ndani yetu. Bwana asifiwe. Yesu atukuzwe. Amina. Ndipo baraka pia mbalimbali katika maisha yetu. Mungu anatubariki katika mambo mengi. Mungu anatupitisha katika mambo mengi, lakini hivi tulivyo ni kwa sababu Mungu wetu anatupenda. Na hivi tulivyo na sisi ni mashahidi juu ya matendo makuu ya Mungu. Amina. Mara kwa mara tunaamka asubuhi, tunaenda katika shughuli na katika mambo mengi. Huko tuliko Mungu anatusaidia. Watu wengi wapendwa, nahitaji kumwona Mungu akiendelea kutubariki.
na anatubariki kweli, si kwamba tubariki. Lakini tunapoteza shuhuda katika baraka zetu. Badala yake tunasimama tunasema Yesu asifiwe, amenibariki katika hili na hili na hili. Lakini katika baraka hizo unatembea na mapenzi ya Mungu? Kwa mfano, katika baraka zote ambazo Mungu anatubariki, anachokitaka ni kutoa zaka. Toa zaka. Mungu ni shahidi kwa kila moyo wa mtu. Je, tunatoa zaka kwa kila baraka ambayo Mungu anaiachilia katika maisha yetu? Sisi ni mashahidi. Kuna wengine tumeanza biashara yetu chini. Kuna wengine tumeanza kazi zetu katika mazingira magumu na kadhalika na kadhalika. Wengine hata katika kazi kumekuwa na vikwazo na mambo mengi. Yote haya ni ushuhuda katika maisha yetu. Lakini ni waaminifu kutoa zaka? Kwa habari ya zaka, nafikiri hapo ni pagumu kidogo. Yesu atusaidie. Yesu atuhurumie. Tumekuwa tukiangalia mambo yetu, lakini hatumwangalii Bwana. Hatuna shuhuda. Hivyo ulivyo leo hii wewe, unamiliki vitu vingapi? Kwa sababu Mungu katika 100 anataka 10%. Wewe unabaki na 90%. Nyumba ulionayo ni matokeo ya zaka ya 10%. Gari ulionayo, kazi ulionayo, mifugo ulionayo, mashamba ulionayo ni 90% ambayo Bwana amekubarikia. Yeye anataka 10%. Huoni kwamba tuna baraka za kutosha? Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Tunazo baraka za kutosha. Lakini kwa sababu tutembei katika ushuhuda, hayo yote hatuyaoni. Tunahitaji kumuonyesha Mungu kwa yale anayotutendea kama mashuhuda wa matendo ya kuu ya Mungu. Vitu vingi anatufanyia. Ndio maana nisema kwamba hayupo mtu hapa ambaye hana ushuhuda hata mmoja mbele za Mungu. Lakini tunaona kama vile Bwana hajafanya. Sio sawa. Yesu atusaidie. Yeye aliyekupa taji, yeye anayekulinda, yeye anayelinda mali zako, wewe ni shuhuda. Kwa hiyo ipo nguvu katika ushuhuda. Ukishuhudia kwamba hakika ni Bwana, hutaacha kutembea naye, hutaacha kumtafuta, hutaacha kumsihi neema yake endelee kuongezeka juu yako. Yesu asifiwe. Yesu atusaidie. Amina. Hebu tusome Wakorintho wa pili 9 mstari wa 10. Nguvu ya ushuhuda. Kila mmoja ni shuhuda. Wakorintho wa pili mstari wa 9 tasoma. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate kwa chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Bwana ndiye mtoaji, ndiye anayetubariki. Lakini fikiria hivyo vyote 90% ulivyo navyo, yeye bado anaendelea kuilinda mbegu hiyo, ili kusudi mbegu hiyo izae, uendelee kumtukuza kama ushuhuda katika maisha yako. Anasema atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha. Pitia au kutoka kwenye 90% au ya vitu hivyo ulivyo navyo nyumbani. Lakini nafika mahali mtu anasema sina cha kumtolea Bwana, sina kitu. Ni kweli huna ushuhuda mbele za Mungu kwamba huna kitu? Yesu aduhurumie.
Yesu aduhurumie kanisa. Si kweli kwamba huna kitu. 90% zote kakuachia. Lakini unaweza kusimama mbele za Bwana ukasema, maana yake ni kwamba umepoteza ushuhuda. Lakini anasema kwamba yeye atazidisha ile mbegu iliyobaki, iendelee kuzaa, uendelee kupata zaidi, ili aweze kuyaongeza mazao ya haki yenu. Yesu atusaidie. Nguvu ya ushuhuda. Tunapotembea na Mungu, anahitaji kuona shuhuda yasimama. Kama nilivyosema kwamba yeye amekuwa ni wa kwanza kutembea katika ushuhuda mbele za watu wake. Lakini sisi inakuwaje hatuwezi kutembea na ushuhuda mbele za Mungu? Tunapotoa zaka, maana yake kwamba tunajiambatanisha na Mungu. Tunamfanya Mungu awe mlinzi, fanya Mungu awe baraka kwa vile tulivyo navyo nyumbani. Hata siku moja usijinyanyapae kwamba huna kitu mbele za Bwana. Katika matumizi yako yote ya kila siku, ni kweli huna cha kumtolea Bwana kwa wiki nzima, kwa mwezi, kwa mwaka, tumepungukiwa na ushuhuda wa Mungu. Yesu aduhurumie. Yesu atusaidie. Lakini tunaposimama katika ushuhuda, tunapata nguvu ya kutosha. Lakini ni kwa sababu pia mioyo yetu sio safi. Ayubu 14 mstari wa 4. Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapa nazungumzwa moyo wa mtu wenye shukrani na kukumbuka. Ndio wenye uwezo wa kutoa, ndio wenye uwezo wa kukumbuka kwamba hiki kitu ninampa Bwana, kwa sababu moyo ni safi. Moyo wenye toba, moyo wenye shukrani, moyo wenye ushuhuda. Lakini wakati mwingine tunashindwa kutoa kwa sababu mioyo yetu ni michafu. Haioni, haikumbuki. Kweli utawezaje kutoa kwa moyo safi? Utawezaje kutoa kitu wakati moyo sio safi? Moyo kuwa safi maana yake ni kwamba umejiambatanisha, umepatana. Swali hili kila mmoja jiulize. Wakati mwingine tunashindwa kufanya hivyo kwa sababu mioyo yetu haiko wazi, haiko safi mbele za Mungu juu ya ushuhuda, wapi alipotutoa na wapi tulipo. Sasa hebu tuangalie nguvu ya mtu mwenye ushuhuda, aliyekumbuka ushuhuda na akatembea na Bwana. Samueli wa kwanza mstari wa 17. Sura ya 17. Hii habari ya Daudi mwana wa Yese. Habari hizi tunazifahamu sana. Hebu tusome tu mstari wa 30 au tuanze na 31. Na maneno hayo aliyoyasema Daudi yaliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumuita. Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo wa baba yake, na alikuwa akija simba au dubu akamkamata mwanakondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikamnyang'anya kinywani mwake na kunirukia.
humshika ndevu zake, nikampiga nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Yesu asifiwe. Nguvu ya ushuhuda. Nguvu ya ushuhuda inatupa kukumbuka. Daudi huyu alikuwa ni kijana anayechunga kondoo wa baba yake. Naye alikuwa ni kijana mdogo, lakini Mungu alimpa neema katika kazi yake hiyo ya kuchunga. Mungu alimpa neema ya kupambana na wanyama wakali. Tendo hilo lilikaa moyoni mwa Daudi. Tendo hilo lilitiwa muhuri katika moyo wake, hakulisahau. Na kwa sababu hiyo alitembea nalo akiwa anamtukuza Mungu. Kwa sababu hiyo neno hilo lilimpa ujasiri wa kuendelea kumtumaini Mungu kama ushuhuda. Yesu asifiwe. Ushuhuda, ndugu zangu, una nguvu kama tukikumbuka na kama tukitembea na Bwana. Angalia, wakaanza kumwambia watu wasiokuwa na ushuhuda, wewe ni kijana mdogo, huwezi. Huyu ni hodari, ni mtu mkubwa. Maneno hayo yanatoka kwa watu wasiokuwa na ushuhuda. Lakini alisimama kwa neno la Mungu akasema, Mungu yule aliyenisaidia kwa kumpiga dubu, kwa kumpiga simba, Mungu huyo atasimama na mimi. Yesu asifiwe. Wewe uliyeshuhudia matendo makuu ya Mungu, wewe ndiyo shuhuda. Usisikilize maneno ya pembeni. Yesu asifiwe. Yesu atusaidie. Wewe ndiye shuhuda. Utasikia maneno mengi, watakwambia mengi, lakini kwa sababu wewe ndiye shuhuda, simama katika Bwana. Amina. Usisikilize sauti zisizo na shuhuda. Hata watu wasipokuamini, simama kama Daudi kwenye ushuhuda. Mfalme anaanza kuwa na mashaka. Hata kaka zake wakamwambia, wewe kijana ni mkorofi, unaacha mbuzi na kondoo huko, unakuja kuangalia. Kwa sababu hawakuwa na ushuhuda. Lakini Daudi, kwa sababu jambo hili Mungu alilitia katika moyo. Yesu atusaidie katika mambo yetu yote, tusimame na ushuhuda katika hatua mbalimbali za wokovu wako. Huyo ndiye atakayesimama na wewe hata leo. Ushuhuda wa mtu mmoja ulifanya taifa zima la Israeli shangilie. Lakini ambao hawakuwa na ushuhuda walianza kuweweseka na kuogopa kwamba itakuwaje. Kwa Mungu atukumbushe, Mungu atusaidie tuendelee kusimama katika ushuhuda. Kama nilivyosema, hakuna mtu ambaye hana ushuhuda. Katika kazi, katika afya, katika mambo yote, sisi ni mashuhuda. Yesu asifiwe. Waliokuwa wazoefu wa vita au wazoefu wa maisha, wao walikuwa ni wazoefu, lakini hawakutunza ushuhuda. Paka mtu anasimama anatukana, anadhalilisha taifa la Mungu. Hivi ni kweli taifa zima la Israeli halikuwa na ushuhuda? Tukijiuliza tu katika hali ya kawaida. Israeli wametembea na Mungu toka mwanzo, toka Misri mpaka wanafika nchi ya Kanaani, mpaka wanalisishwa nchi na mambo mengi Mungu amefanya. Hivi ni kweli hawakuwa na ushuhuda kwamba Mungu anao uwezo wa kutenda kwa yale aliyowatendea? Ni kwa sababu walipoteza ushuhuda. Unapopoteza ushuhuda, unakosa nguvu ya kiroho, unashindwa kusimama.
ushuhuda ni zaidi ya silaha. Jeshi la Israeli walikuwa na silaha nyingi, wamejipanga, lakini kwa neno la ushuhuda Daudi alisimama akasema, hamtamuona tena huyu. Kama Bwana alivyonipigania kwa dubu na simba, leo huyu Mfilisti tutakata kichwa chake. Nguvu ya ushuhuda sio nguvu ya silaha. Kwa hiyo tusimame watu wa Mungu na ushuhuda. Ushuhuda ndio nguvu, ndio silaha kwa kila hatua, kwa kila baraka. Tukisimama na ushuhuda, Mungu wetu ni mwaminifu, atatenda. Kwa sababu tunaendelea kumuona akitupigania kwa familia zetu, akitupigania katika biashara zetu, na kwa kila hatua yeye anaendelea kuonekana ni mwaminifu. Kwa hiyo ndugu zangu, nipende kusema kwamba ushuhuda ukiubeba, Mungu anatia muhuri katika uaminifu. Ukiubeba ushuhuda, Mungu anakuthibitisha. Kwa hiyo kanisa la Mungu, hata Yesu hakuliacha kanisa bila ushuhuda. Kanisa halikuachwa bila ushuhuda. Ndio maana tunatiwa nguvu, tunapambana na vita mbalimbali vya kiroho, tunapambana na mambo mengi, lakini kwa sababu tuliachwa na ushuhuda, ndio maana hata hivi tulivyo. Kanisa linaongezeka. Huo ni ushuhuda, kwa sababu tuliambiwa twende tukahubiri injili kila sehemu, ili kusudi kanisa liwe na ushuhuda. Kwa hiyo watu wa Mungu, nipende kumalizia kwa kusema kwamba tusisahau matendo makuu ambayo Mungu ametutendea. Hapa tusingekuwa hivi tulivyo. Yesu asifiwe. Basi hili ndio neno la Mungu, na Mungu atusaidie kusimama katika ushuhuda, tutembee katika ushuhuda, huku tukimtukuza Mungu. Amina.